Hakika mechi hii Mtibwa dhidi ya Yanga inatarajiwa kuwa na ushindani wa aina yake. Ni kwa sababu Mtibwa Sugar wameonyesha pasi na shaka yoyote kwamba wanapocheza na wakubwa wanazo mbinu za kuwafanya walete changamoto ya uhakika. Kwenye mzunguko wa kwanza Yanga dhidi ya Mtibwa Sugar kwenye uwanja wa KMC Complex, Yanga waliibuka na ushindi wa mabao 2-0. Mabao ya Mohamed Hussein Shabalala pamoja na Celestine Ekiwa yaliipa Yanga pointi zote tatu. Lakini ni Mtibwa Sugar ambayo inafahamika kati ya sare zile ambazo Wekundu wa Msimbazi Simba wamekumbana nazo msimu huu ni pamoja na sare ya 1-1 dhidi ya Mtibwa Sugar. Walicheza vizuri sana vijana hawa kutoka kule Manungu mkoani Morogoro. Sasa wanakwenda kucheza nyumbani dhidi ya Yanga. Malengo bila shaka kwanza ni kupata pointi tatu muhimu, lakini pili ni kulipiza kisasi dhidi ya Yanga ambao waliwafunga kwa mabao 2 kama nilivyotoka kueleza. Kwenye mechi hiyo Mtibwa wanakwenda wakiwa kwenye mwenendo wao kwenye ligi kuu Tanzania bara mpaka sasa kwenye ufungaji hawako vizuri sana. Ni miongoni mwa maeneo ambayo yanawasumbua, lakini kwenye kuruhusu mabao ni kwa sababu wameshacheza mechi 16, wamefunga mabao 13. Kwa lugha nyingine, ukiweka wastani wa bao moja kila mchezo, wana mechi 3 hawajapata bao. Lakini kwenye kuruhusu, Mtibwa Sugar ni miongoni mwa timu ambazo zinaruhusu mabao mengi kuliko idadi ya michezo yao. Wamesharuhusu mabao 17. Kumbuka wamecheza mechi 16. Kwa hiyo kuna bao moja zaidi kulinganisha ni idadi ya michezo waliocheza. Na ndio maana goal difference, tofauti ya mabao ya kufunga na kuruhusu, wanadaiwa hasi 4 kwa sababu wamefunga 13 wameruhusu 17. Sasa kwa mwenendo huo, maana yake ni kwamba wachezaji wao katika eneo la ulinzi, nahodha Harun Liyawatwa na wenzake wanapaswa kuwa na ubora wa hali ya juu wakati wakienda kucheza na Yanga hii. Lakini kwenye eneo la ushambuliaji, washambuliaji wao hapa tunazungumzia akina Kasim aka Mayele, wanapaswa kuongeza ubora wao wakati wakienda kukabiliana na safu ya ulinzi ya Yanga ambayo ina rekodi nzuri sana mpaka sasa. Yanga wakati Mtibwa Sugar akiwa na rekodi hiyo kwenye kufunga na kuzuia, Yanga wamecheza mechi 15, ndio wanaongoza mpaka sasa katika ligi kuu Tanzania bara wakiwa na pointi 37, wameruhusu mabao 2. Yanga ndio timu iliyofunga mabao mengi zaidi mpaka sasa kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara. Yanga ndio timu iliyoruhusu mabao machache zaidi. Kwa lugha nyingine, ndio timu yenye safu imara zaidi ya kushambulia, ndio timu yenye safu imara zaidi ya kuzuia mpaka kufikia sasa kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara kwa msimu wa 2025 2026. Kubwa zaidi ni kwamba licha ya Yanga kufanya vizuri katika eneo la mwisho kwenye kufunga, lakini kwenye kuzuia Yanga ilichokifanya mpaka sasa katika mechi 15 ni kikubwa zaidi, kwa sababu tangu msimu wa 2010 2011 kwenye rekodi za ligi kuu Tanzania bara hakuna timu ambayo mechi 15 za mwanzo wa msimu imekuwa na mfumo mzuri wa kujilinda kiasi cha kuruhusu mabao yasiyofika 3 katika mechi 15 za mwanzo wa msimu. Hapa nieleweke vizuri. Tunatambua vizuri kwamba misimu kwenye ligi kuu Tanzania bara kuanzia 2010 2011 katikati yake ipo misimu ambayo timu zilikuwa nyingi zaidi, ipo misimu ambayo timu zilikuwa chache kulinganisha na sasa. Kwa mfano, msimu wa 2018 19 timu zilikuwa 20, mechi zilikuwa zinachezwa 38. Msimu wa 2020 21 timu zilikuwa 18, mechi zinachezwa 34. Lakini ipo misimu ambayo mechi zilichezwa hazifiki hata 30 kwa sababu idadi ya timu zilikuwa pungufu ya timu 16 kama ilivyo sasa. Bila kujali idadi ya timu, kuanzia 2010 2011 mpaka msimu wa 2025 26 katikati yake hakuna msimu wote ambao kuna timu ndani ya mechi 15 za mwanzo wa msimu imekuwa na rekodi hii kama walionayo Yanga sasa, kwamba mabao iliyoruhusu hayakufika 3. Yanga kucheza mechi 15 alafu ikaruhusu mabao 2 mpaka sasa, maana yake ni kwamba mfumo wake wa kujilinda, wachezaji wake wa eneo la kiulinzi kina Ibra Baka, Bakari Nondo Mwamnyeto, Frank Asink, Kwasi Atula yao, Kibwana Shomari, Shadrack Kisaka Boka, Mohamed Hussein Shabalala, goli kipao Jigi Diara, Abu Talib Msheri, lakini wanaye Hussein Masalanga na viungo wao. Hapa nazungumzia kina Mohamed Damaro Kamara, Mudathi Haya Abbas, tunazungumzia kina Zuke Abuya, wote kwa ujumla wake mpaka sasa katika jukumu la kuzuia, wakiungana na wachezaji wao wa safu ya ushambuliaji ambao hushirikiana pia katika kuzuia.
Yanga wamekuwa wazuri sana kwenye eneo hilo, kwa sababu kuruhusu mabao mawili maana yake ni nini? Unapozungumza mechi 15, ndugu mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, tunazungumzia dakika 1350. Maana kila mechi ni dakika 90, zidisha mara 15. Halafu kuruhusu mabao mawili, maana yake kwa wastani Yanga inaruhusu bao kila baada ya dakika 675. Yaani kwa wastani wapinzani wanahitaji dakika 675 walau ndipo kuweka mpira wavuni kwenye lango la Yanga. Sasa ni rekodi ya aina yake, kwa sababu hakuna timu ya namna hiyo. Tunafahamu vizuri kwamba kwa mfano watani zao wa jadi Simba wakitoa ubingwa back to back mara 4 mfululizo kuanzia msimu wa 2017 18, 18 19, 19 20, 20 21, hakuna hata msimu mmoja ambao mechi 15 za mwanzo wa msimu waliruhusu mabao yasiofika matatu. Ndio, kwa sababu katika hiyo misimu yote, kwa mfano 2017 18 Simba mechi hata hazijafika 10 tayari walikuwa wamesharuhusu mabao matano. Msimu wa 2018 19 mechi 15 za mwanzo wa msimu waliruhusu tayari mabao takriban matano. 19 20 21 vivyo hivyo waliruhusu mabao yaliozidi mabao mawili ambayo Yanga wameruhusu katika mechi 15 za mwanzo wa msimu. Yanga yenyewe imeshatoa ubingwa mara 4 mfululizo, lakini mara zote hizo mpaka sasa ukiondoa msimu huu haijawahi ndani ya mechi 15 za mwanzo wa msimu kuwa na ukuta imara wa kuruhusu mabao yasiyofika matatu. Msimu uliopita kwa mfano Yanga wakati wanatoa ubingwa ligi kuu Tanzania bara walikuwa vizuri sana. Mwisho wa msimu walifunga mabao 83 ambao ni rekodi katika ligi kuu Tanzania bara tokea kuanzishwa kwake msimu wa 1996-97, lakini kwenye kuzuia waliruhusu mabao 10 tu kwa msimu mzima, kwa maana mechi 30 dakika 2700 kuruhusu mabao 10, kwa wastani walikuwa wakiruhusu bao moja kila baada ya dakika 270. Maana kwenye mechi 15 za mwanzo wa msimu pamoja na rekodi hiyo ilikuwa Yanga walifunga mabao 32, maana mechi ya 15 walicheza dhidi ya Fountain Gate na kushinda 5-0, wakafunga mabao 32, lakini waliruhusu mabao 6 katika mechi 15 za mwanzo wa msimu. Lakini leo hii Yanga wana mabao 31, kwa lugha nyingine kwenye kushambulia wamepungua idadi ya bao moja kulinganisha na walichokifanya msimu uliopita katika mechi 15 za mwanzo wa msimu. Lakini kwenye kuzuia wamepunguza mabao kutoka 6 ya msimu uliopita, sasa hivi wameruhusu mabao mawili tu, kiasi ambacho wameimarika katika eneo la kuzuia kwa kiasi kikubwa. Sasa Yanga wanakwenda katika mchezo dhidi ya Mtibwa Sugar, wakikutana na Mtibwa Sugar ambayo haifungi sana, maana imefunga mabao 13 mpaka sasa ikiwa imecheza mechi 16. Ina timu ambayo inaruhusu sana, imeruhusu mabao 17 katika mechi 16. Je, itakuwa vipi katika mchezo huu? Inategemea na mipango sasa ya kocha Pedro Gonçalves, inategemea mipango ya benchi la ufundi la Mtibwa Sugar katika kukabiliana na Yanga. Maana tunafahamu mechi zilizopita zimebaki historia. Mechi hii ndio itakaenda kuamua wachezaji gani wametekeleza vyema mipango kazi ya benchi lao la ufundi katika kupata matokeo mazuri. Ni dhahiri kwamba ni mechi itakuwa na ushindani wa aina yake, ni mechi nzuri, ni mechi ambayo bila shaka Mtibwa Sugar watakuwa wamehamasishwa pia na kile kilichoonyeshwa na TRA United wakati wakicheza na Yanga kwenye uwanja wa Sheikh Amri Abeid pale jijini Arusha na kumaliza dakika 90 bila, huku Yanga wakiwa hawajapiga shuti lolote la kulenga shabaha. Mechi dhidi ya Azam, Yanga mechi nzima walipiga shuti moja la kulenga shabaha. Mechi dhidi ya Simba, watani zao wa jadi, walipiga mashuti mawili ya kulenga shabaha. Mechi zote tatu dhidi ya TRA United, dhidi ya Azam, dhidi ya Simba, Yanga hawakufurukuta katika kuweka mpira wavuni. Wapinzani walijipanga katika kuzuia, lakini na wao walikuwa imara katika kuzuia, ndio maana ziliisha kwa bare draw, yani bila. Sasa Mtibwa Sugar, je, na wao watakuwa wamejifunza nini katika kuhakikisha wanazuia hatari kutoka kwa kina Principal Melo Dube, Maxim Pia Nzengeli, Mudathi Yaya Abbas, Piudo Pako Mzuzwa, ili lango lao liwe salama? Lakini pia wamejifunza nini katika mechi hizi za Yanga dhidi ya TRA United, Yanga dhidi ya Azam, Yanga dhidi ya Simba, kuhakikisha kwamba washambuliaji wao akina Kasim Mayele wanatumia vizuri nafasi za kwenda kuwadhuru Yanga ambao wamekuwa na ukuta imara mpaka sasa. Yanga mabao walioruhusu ni wakati wanawafunga KMC mabao 4-1, ni wakati wanashinda 3-1 dhidi ya Dodoma Jiji. Je, dhidi ya Mtibwa wataendeleza uimara wao katika ulinzi na kwenye kushambulia? Je, hatimaye watainuka sasa kutoka udhaifu walioonyesha katika mechi 3 nilizotoka kuzitaja kama mfano kwamba Yanga haipigi mashuti ya kulenga shabaha?
Je, watajirekebisha kwenye mechi dhidi ya Mtibwa? Na Mtibwa Sugar, je, watakubali kuwa wao ndio sehemu ya Yanga kuwa na uboreshaji wa eneo lao la kushambulia? Yote haya yanafanya iwe mechi kali, mechi ya kuvutia. Itakuwa vipi? Ni swala la kusubiri. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kwamba una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.